Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa Faraja katika Kristo. Tunatoa sasa sehemu ya 3 ya nguvu ya sadaka, na leo tunaangalia aina nyingine ya sadaka ambayo ni sadaka ya fungu la 10. Ni 10% ya kipato ambacho unapata. Malaki sura ya 3 ule mstari wa 7 mpaka wa 10, na Mwanzo sura ile 28 mstari wa 20 mpaka 22 utaona. Kwa hiyo fungu la 10 ni ile sehemu ya 10 ya kitu ambacho Mungu amekupa ukifanyia kazi ukakipata. Naona Yakobo aliweka nadhiri kwa Mungu kupitia Mwanzo 28 kuanzia ule mstari wa 20 mpaka 22 ya kwamba chochote atakachokipata atamtolea Mungu sehemu ya 10. Lakini Malaki 3:7 hadi 10 nasema, ninyi mmelaaniwa maana mnaniibia. Nasema leteni zaka kamili. Zaka ndio fungu la 10. 10 over 100. Zaka ni sehemu ya 10. Lakini pia unapotoa zaka ambayo sio kamili unapata laana. Fungu la 10 faida zake linazuia roho ya halai. Kuna roho inaitwa roho ya halai. Unaweza ukapata hela ikaliwa na magonjwa, ikaliwa na mauti, ikaibiwa na majambazi au kapoteza. Roho ya halai ni roho inayokula kupitia magonjwa, kupoteza, hasara, kuibiwa, kutapeliwa. Hizo zote zinaitwa roho za halai. Lakini pia linafungua fursa za kipato. Anasema na mkanijaribu kwa njia hiyo muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni hata isiwemo sehemu ya kutosha au gala ya kutosha katika hizo kuhifadhi hizo baraka. Lakini fungu la 10 faida yake nyingine, linaweka ulinzi kwenye kitu unachofanya. Linaweka kitu kwenye ulinzi katika kitu unachofanya. Unaona, Mungu anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea halai. Kama anamkemea halai anabadilika kuwa mlinzi. Lakini pia linakupa neema ya maongezeko kwenye akiba, yani gala zako. Linakupa neema ya maongezeko kwenye akiba, yani kwenye gala zako. Kwa hiyo sio lazima wewe uwe mkulima, lakini kama ni mfanyakazi wa serikali, maana yake kwenye akaunti yako ya benki hakutapungua fedha. Kama ni unafanya viwandani, basi hautapungukiwa. Kama unafanya mashambani, hautapungukiwa. Kama ni kwenye mifugo, katika nyanja yote ile, mradi uwe ni kazi halali mbele za Mungu, hautapungukiwa. Sasa hasara za kutoa fungu la 10. Cha kwanza kabisa, linafungulia uharibifu kwenye eneo la kipato chako. Unasema kwamba kule kwenye Malaki 3 ukisoma 7 hadi 10 unaona anasema kwamba mzabibu wenu hautapukutika. Mzabibu ni kazi ya mtu. Ile roho ya uharibifu inaweza ikataki kazi, inaweza kataki yani mfumo wako wa kipato. Mungu anasema yani usipotoa sasa, ile roho inaruhusiwa kufanya uharibifu kwenye eneo la kipato chako. Lakini namba 2, unanyimwa wazo jipya la kitu cha kufanya. Kila unapotoa sadaka, Mungu sio lazima akupe hela. Anaweza ukatoa sadaka akakupa wazo la kitu cha kufanya, kwa sababu sadaka inaenda na moyo. Kwa hiyo Mungu anasema nitakufundisha na kukuelekeza katika Zaburi ya 32 ule mstari wa 8. Akikufundisha manake anakuwa mwalimu, akikuelekeza manake anakuwa kiongozi. Kwa hiyo unapotoa unapewa wazo la kitu cha kufanya. Lakini cha 3, unafungulia roho ya halai. Kwa hiyo usipotoa unanyimwa wazo jipya la kitu cha kufanya, unatembea kwenye kitu kimoja kwa muda mrefu. Lakini cha 3, unafungulia roho ya halai. Roho ya halai sasa, roho ya magonjwa inaweza ikaja ikala, roho ya wanyama kufa, roho ya kupukutika kwa mimea, inakuwa na maua lakini inapukutika. Roho ya halai inakula muda, inakula majira, inakula baraka zako kwenye muda na zile nyakati. Sasa na Yoeli 2 mstari wa 25. Lakini usipotoa pia unafunga madirisha yako ya baraka. Kwa sababu ukitoa wanasema nitakufungulia madirisha. Madirisha ni nini? Ni fursa, ni aina ya watu ambao wamebeba fursa mbalimbali katika maisha yako. Unapotoa fungu la 10 unakutanishwa na watu ambao ni kama madirisha ya mbinguni. Kwa hiyo tujitahidi zaidi. Kwa nini hufanikiwi? Unatoa fungu la 10 lakini hufanikiwi, ni kwa sababu unatoa lisilo kamili. Cha pili, unapiga panda au kujihesabia haki. Katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 2 anasema, basi wewe utoapo sadaka usipige panda. Unajua kupiga panda ni kusema kwa watu. Sasa unashangaa ile sadaka yako una poison ile sadaka, inakuwa sasa haina nguvu. Lakini ukisoma Malaki 3:7 mpaka 10 inasema pia leteni zaka kamili. Kuna watu wanatoa ambalo sio kamili, au wanatoa lakini wanapiga panda. Unajua kuna mtu unakuta anatoa sadaka hata kwa yatima, lakini anapiga simu anaambia watu nimetoa sadaka huku. Ile inaitwa kupiga panda. Inazuia pia usijibiwe katika Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 2. Eneo la kutoa ni
La kwanza kabisa ni madhabahuni. Unaposali unaona Mungu anazungumza, leteni zaka kamili galani katika nyumba ya Bwana, kimo chakula cha kutosha katika nyumba ya Bwana, maana madhabahuni kwa Bwana. Lakini eneo la pili ni kwa yatima, eneo la tatu ni kwa wajane. Hii unaweza ukaisoma katika Kumbukumbu la Torati sura 26 mstari ule wa 12. Kwa hiyo fungu la 10 linaweza likapelekwa kwa yatima, kwa wajane, kwa wajeni, madhabahuni, kwa Mlawi. Vyote hivyo Mungu anaweza akalipokea kwa sababu ni mali ya Bwana, anaweza akakuelekeza hivyo. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Bariki ujumbe huu wa neno lako na msikilizaji wetu, mpe kuendelea kufuatilia vipindi hivi katika jina la Yesu. Usimwache wala usimpungukie, bali umtetee na kumpigania katika jina lipitalo majina yote nimeomba, amen. Basi unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba 0759044115 au 0676237816. Ikiwa una jambo linalohitaji ushauri au maombezi zaidi, usisite kutuandikia kupitia namba hizo. Kama unahitaji kusapoti kipindi hichi kwa njia ya sadaka, basi namba hizo ni kapu la sadaka, unaweza ukachilia sadaka yako hapo, au kama unahitaji akaunti zetu za benki ziko katika linki yetu, unaweza ukazitumia na sadaka yako itatufikia moja kwa moja, na Mungu akubariki sana.